Mwaka 2005, takriban miaka 20 iliyopita, Bwana Jeff Bezos, mwandishi na bloga mkubwa kutoka nchini Marekani, alinunua laptop kutoka katika kampuni ya Dell, na kadiri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, alivyokuwa akiitumia iliweza kupata hitilafu. Akawasiliana na huduma kwa wateja kutoka katika kampuni aliyonunua, kampuni ya Dell, kuhusiana na hitilafu iliyopatikana katika laptop yake, na wakakubaliana kuirejesha ili waweze kuifanyia matengenezo, na walikubaliana ndani ya siku kadhaa, takriban kama wiki 2 hivi, itakuwa tayari imekamilika. Lakini kadiri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, Bwana Jeff Bezos alikuwa hapati majibu ya uhakika kutoka katika huduma kwa wateja wa kampuni ya Dell. Aliendelea kuwasiliana nao, lakini walikuwa wanamjibu majibu ambayo sio mazuri. Na kadiri siku zilivyozidi kwenda, Bwana Jeff Bezos alivyopata hasira, akaamua kuposti katika blogi yake maarufu inayojulikana kama Buzz Machine, na chapisho hili lilijulikana kama Dell Hell. Alielezea kisa chote kilichotokea baina yake yeye na Dell, na ghafla kampuni ya Dell ikashuka katika soko la ushindani. Alikwenda kwa kuandika malalamiko yake yote aliyokuwa anayapata kutoka huduma kwa wateja kwa Dell, na ghafla kampuni ya Dell ilishuka sana katika soko la mauzo, kwa sababu chapisho lake lilisambaa sana kama moto uliomwagiwa petroli, na watu wengi sana waliweza kukomenti kuhusiana na malalamiko ambayo wamekuwa wakiyapitia kuhusiana na kampuni ya Dell. Sasa katika story hii ya Bwana Jeff Bezos pamoja na Dell tunapata funzo gani? Kwanza, funzo tunalolipata kupitia kisa hiki ni kwamba siku hizi sauti ya mteja inasikika sana kuliko siku zote. Yani siku hizi mteja anaweza akaamua kusambaza taarifa zako kuhusiana na taarifa kulingana na biashara yako. Anaweza akasambaza taarifa njema kulingana na vile ulivyomhudumia, au akasambaza taarifa mbaya na zikaweza kuwafikia mamilioni ya wateja kulingana na nguvu ya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo utakapokuwa unawahudumia wateja, hakikisha unawahudumia katika hali nzuri. Lakini funzo la pili tunalolipata katika kisa hiki cha Bwana Jeff Bezos pamoja na kampuni ya Dell, kwamba huduma bora kwa wateja ni msingi kwa biashara endelevu. Ukitaka biashara yako iweze kudumu kwa muda mrefu, hakikisha unakuwa na huduma bora kwa wateja. Kisha unawahudumia wateja wako vizuri, kwa sababu utakapoweza kuwahudumia wateja wako vizuri, watakuwa ni mabalozi kwa wateja wengine. Lakini funzo la pili tunalolipata katika kisa hiki ni kwamba usipuuze maoni na malalamiko ya wateja hata kama ni madogo. Usipuuze maoni na malalamiko ya wateja hata kama ni madogo. Lakini funzo jingine tunalolipata katika kisa hiki ni uwajibikaji na kujali wateja. Hakikisha unapokuwa unawajali wateja, unawajibika kulingana na kile kitu walichokuuliza, kwa sababu bidhaa bora au kuwa na huduma bora haitoshi, bali huduma bora kwa wateja ni silaha ya kweli ya kuweza kupata wateja. Sasa kisa hiki kilichoitokea kampuni ya Dell pamoja na Bwana Jeff Bezos, hata wewe pia inaweza ikatokea katika biashara yako. Sasa nini kifanyike ili na wewe lisije likatokea kama lililotokea katika kampuni ya Dell? Namba 1, hakikisha unamsikiliza mteja wako kwa umakini. Mteja atakapokuja kukwambia kwamba kile kitu ulichoniuzia hakijafanya kazi kama tulivyokubaliana, au sijapata matokeo kama tulivyokubaliana, hakikisha unamsikiliza kwa umakini. Lakini namba 2, rekebisha makosa kwa haraka. Namba 2, rekebisha makosa kwa haraka. Hakikisha unarekebisha yale makosa ambayo mteja amekuja kukulalamikia kabla hata hajarudi kukulalamikia mara ya pili. Ndani ya muda ambao amekuja kukulalamikia, hakikisha unayafanyia kazi. Lakini jambo la 3, usipuuze maoni na malalamiko ya mteja hata kama ni madogo. Usipuuze maoni na malalamiko ya mteja hata kama ni madogo, kwa sababu huwezi kujua yule mteja ana nguvu kiasi gani kule alikotokea au katika mitandao ya kijamii, kwa sababu utakapomhudumia kwa uchache au utakapodharau kile alichokuambia, inaweza ikakutokea kama lililotokea kampuni ya Dell. Lakini namba 3,
waajiri wafanyakazi wa huduma kwa wateja ambao wana moyo wa kuhudumia wateja. Wafanyakazi wanaojua bidhaa au huduma wanayoiuza haitoshi kuwafanya kuwa watoa huduma kwa wateja. Kwa hiyo utakapotaka kuajiri kitengo cha huduma kwa wateja, hakikisha unawatafuta watu ambao wanakuwa na uelewa, lakini pia wanakuwa na ule moyo wa kuwahudumia wateja. Lakini namba 4, jibu kwa haraka na kwa heshima. Jibu kwa haraka na kwa heshima, kwa sababu siku zote mteja anapokuja kukulalamikia lile tatizo lake, anakuwa anajua kwamba una uwezo wa kumsikiliza, lakini pia una uwezo wa kuitatua changamoto yake. Kumbuka, wateja wa siku hizi ni kama kituo cha television. Ana uwezo kulingana na kile atakachokiongea, ana uwezo wa kuinua biashara yako au ana uwezo wa kuiua biashara yako. Wahudumie wateja bila kujali rika, bila kujali cheo, bila kujali kitu chochote kile. Hakikisha unatoa huduma nzuri kwa wateja. Asante kwa kunifuatilia. Usichoke kujifunza, kwa sababu siku zote maisha ni kujifunza.